Olivanus ni Olivanus. Okay, sijui, lakini kumbuka kauli yangu ya awali ya kwamba wakweli wako wachache. Hizo experience huwa nazipata. Unaenda kwenye mkutano, mtu yuko excited, usifiwe, usisifiwe, vitu vinaonekana. Yani kwamba bwana, tukiwa na huyu jamaa kwa kipindi hiki kuna vitu fulani utofauti fulani unaona. Yani everything is visible. Kwa hiyo una haja ya kusema kwamba uhitaji sifa. Unaona? Wewe mwenyewe umekuwa excited. Jamani, kuna barabara ya gharama kiasi hiki. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu vinafanyaje? Vinaonekana. Watu wengine huko mkoa wote au wilaya yote ni tambarare, lakini hajui kwamba kuna milima inakatwa ili barabara iweze kupatikana. Kazi kama zile mnavyozionyesha ndio inakuja kuonyesha kwamba okay, kumbe. Kwa hiyo hivi vitu vinaonekana. Maisha ni koti la kuazima. Umezaliwa wakati mwingine ukiwa uko fit, lakini unaweza ukapata ulemavu kufanya kitu gani. Kwa hiyo uhai tuna maisha mwanadamu ni kitu cha kuazima. Kwa hiyo hatutakiwi kujivuna sana kwa kila kitu. Kwa hiyo sio sisi tu viongozi wa kuteuliwa, iwe ni viongozi wa kuchaguliwa, hata mtu ambaye anafanya kazi ya kawaida, hata wewe mwandishi. Ujue kabisa ya kwamba ipo siku ya kwamba unaweza usiwe mwandishi. Au unaweza usiwe kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo sio swala la viongozi tu, bali ni kwa kila mmoja. Lazima kuishi katika ile yani tuishi katika fair ground, yani tuthaminiane wanadamu, yani kuwe na utu baina ya mtu na mtu. Haijalishi ni kiongozi au hujawa kiongozi, kwenye nafasi yako tu kukiwepo na utu. Mimi unajua kuna wakati nimekuwa nikijiuliza nikisema kwamba ingekuwa kama upendo unatekelezwa. Upendo unatekelezwa. Sidhani kama watu leo wengi kwa wanajia kwenye nyumba za ibada. Yes? Okay. Ndio. Sawa. Kwa watu wana mali, wengine hawana mali. Lakini wangekuwa na upendo wao wenye mali wangewapatia hawa wengine. Hata kama Mungu aliumba kwamba lazima tuwe na matabaka, kwa hiyo watu wasingeenda kwenye nyumba za ibada wakalia ili wapate mali. Unaona vizuri? Kwa hiyo tunahitaji hiyo. Sasa nirudi kwenye msingi wako wa swali kwamba ninaridhishwa na kilichopo, lakini nilichokifanya na ninakiona, lakini ukija kwenye ile wish yangu mimi najiona kama bado sijafikia kile ninachokitaka mimi kukiona, bado sijafikia malengo. Kiukweli najiona, naweza nikasema niko hapo kwenye kutambaa. Maanake naiona kama movement inaweza kuwepo. Ni nidhamu ipo, mambo yananyooka, mapato yanatembea. Yes, uzalishaji, ile kampeni yetu ya uzalishaji uende mara 2, naona tunaenda. Unajua kuna mtaalamu mmoja wa wasomi ndio ambao wanamfahamu, alikuwa anazungumzia kwamba maendeleo ni kama vile safari ya ndege. Kwamba inatoka kwenye sehemu iliyopaki, inaanza kwenda kwenye runway, inakimbia, ikishakimbia inaanza ku take off. Unaona, inaanza ku take off ile kuruka, na kuruka itakaa katika umbo la namna hii, itaenda mpaka juu kabisa kule, itatulia hivi, ikitulia hivi, baadaye mtaambiwa sasa abiria mnaweza kufungua mikanda, mnaweza kupata chakula, unaweza kwenda hata washroom. Sasa anakuambia mataifa yaliyo mengi au watu walio wengi sana wanashindwa kwenye kuteke pale kwenye nini, kwenye kuruka. Ndio kutoka kwamba mnafanya vizuri alafu unafikia time. Yes. Kwa ni kitu kama hicho. Lakini kwa kasi tunayoenda nayo, kwa sababu hata ndege nayo inaruka kutegemea na kasi inayokimbia. Kwa pace tunayoenda nayo, ninajiona kabisa tunaenda kuruka. Sijui hizo theories ni za nani, wasomi wanajua. Mimi nilipitia tu juu kwenye malezi, lakini wasomi wanamjua. Sio ni nani alileta hiyo theory, na nikipeleka kwenye hali ya maendeleo unaona kama inafanania hivi. Kwa hiyo ulivyosema ile ya kwamba ya kutambaa au kusimama kufanyaje, najiona kweli nafanyaje, ninatambaa. Kwa hiyo movement imeanza.